Yes bana, tunaendelea kujuzana kile ambacho kinaendelea kuhusiana na klabu ya Young Africans, lakini pia kile ambacho kinaendelea dhidi yao na TFF kwa maana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Lakini safari hii wamefika mbali kwa sababu kutokana na hili sekeseke imewafanya baadhi ya viongozi wa TFF inasemekana wamevujisha taarifa kwenda kwa CAF na CAF kupeleka FIFA wakiwa hawana imani na kile ambacho kinaendelea kwa klabu ya Young Africans. Unaweza kujiuliza hili ambalo wameliwasilisha huko, wao wana maamuzi kuliko hata hao ambao wamewapelekea, lakini kwa nini wamewapelekea? Labda hii ndio tunasema ndio ile ubaya ubwela, ama ndio ile kumkomoa mpangaji wako. Licha kuwa wewe ndio unayemiliki nyumba, lakini unamkomoa kwa mtu mwingine ambaye ana mamlaka ya juu zaidi. Pengine labda unajiuliza ni kitu gani hicho kama nimekuchanganya hivi. Kwanza subscribe ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles, tuna moja kwa moja nikujuze kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Taarifa zilizotufikia hivi punde inasemekana kuwa shirikisho la mpira wa miguu duniani, yani FIFA, walituma timu yao ya uchunguzi kuja kuichunguza klabu ya Young Africans kuanzia kwenye uongozi wake, matumizi ya fedha na uendeshaji wa timu pamoja na mdhamini wake mkuu ambaye ni GSM. Inasemekana kuwa timu hiyo ya watu wabobevu ilijikita zaidi kuichunguza Young Africans kwenye udhamini wa vilabu 8 ambavyo vyote vilikuwa wakishiriki ligi moja, umefanywa na mdhamini mmoja na mwekezaji wa Young Africans kwa maana GSM, kujua undani wake, athari yake na maslahi yake, kuhusishwa pamoja na upangaji wa matokeo dhidi ya timu ambazo amezipa ufadhili ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Inasemekana pia walijikita katika kurudia mechi zote 16 ambazo, yani mechi zote 30 ambazo timu ya Young Africans imecheza na timu hizo 15, ambapo kwenye ligi na timu 16. Kwa hiyo timu hizo 15 ambazo amecheza nazo wameangalia ile fair competition ipo vipi na wanachezaje timu hizo, hasa zile timu ambazo zimefadhiliwa na GSM, kujiridhisha kama walikuwa kuna uhalali wowote ama kulikuwa na upangaji wa matokeo kwa maana fixing pamoja na viashiria vya rushwa ambavyo walikuwa wanaangalia. Inasemekana pia hao maafisa walikuwa wengi sana kwenye mchezo wao dhidi ya klabu ya Simba, ambapo TFF wakasema kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Kwa hiyo mchezo ule kugairishwa pia TFF walikuwa wanawagadi Young Africans pasipo wao wenyewe kujua. Ndio maana sasa hivi TFF wanachukia sana kile ambacho wanakifanya Young Africans, kwa sababu wanaamini walikuwa wanawasaidia kwa namna moja ama nyingine ili kuepuka kutwa na dhahama yoyote na FIFA. Kama unavyojua FIFA hawajali timu hii na ukubwa kiasi gani na milikiwa nani, wao hawajali. Wao wanapiga tu logo. Kwa hiyo Young Africans hapa wana kila sababu ya kushukuru mchezo ule kugairishwa, ingawaje ni ngumu sana kuelewesha na wao kuamini hiki ambacho kinaendelea. Inasemekana pia timu hiyo ya uchunguzi imemaliza kazi yake muda kidogo, na uchunguzi ulikuwa ukifanyika kimya na ripoti ipo mezani kwa FIFA. Inasemekana kuna adhabu kubwa sana pengine inaweza ikatolewa na FIFA juu ya viongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na klabu hiyo kwa ujumla, hasa kwa hili sekeseke ambalo linaendelea kwa hivi sasa. Inasemekana pia Young Africans wanajua kila kitu ambacho kinaendelea, na jambo hilo kubwa la adhabu linakuja mbele yao dhidi ya viongozi wao wa klabu yao. Wanajua pia, na ndio maana wameamua kwa maksudi kuanzisha migomo isiyoeleweka ili kuficha hicho kinachoendelea kwa Young Africans. Wanajua pia kinachofanyika, ndio maana hadi sasa hawajui nini ambacho wao wanakidai. Lengo lao kubwa na madhumuni ni kutengeneza taswira kwa jamii kuwa wanaonewa, ili itakapokuja swala hilo la adhabu kali sana kutoka FIFA
wananchi na wanachama wajue kwamba TFF ndo sababu ya wao kupewa adhabu. Kumbe adhabu ni wao wenyewe wameitengeneza juu ya mfadhili wao, kwa maana GSM. Kwa hiyo kwa taarifa yoyote mpya kuhusiana na hilo, sisi tutakuwa kwanza kukujuza, lakini kwanza subscribe of Pitch TV uyapate yale mengi ya kimichezo. Mimi ni The Voice of Miracles. Bye bye.